Jesse nitakayekuletea udondozi wa habari kama ulivyoandikwa katika baadhi ya magazeti ya leo tarehe 8 ya mwezi wa 9. Na mezani kwangu nina gazeti la Mwananchi, nina gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, nina gazeti la Uhuru, ukweli daima, na gazeti la Jambo Leo, sauti ya jamii, Tanzania Daima, sauti ya watu, Rai, nguvu ya hoja, Nipashe, mwanga wa jamii, pamoja na gazeti la Mwanaspoti. Na kwa kuanza, mpenzi mtazamaji, nitaanza na gazeti la Mwananchi ambayo habari imepewa kipaumbele inasema ubakaji wa kutisha. Watoto 2571 wamebakwa nchini kwa miezi 7 kuanzia Januari mpaka Julai. Kinondoni ambayo kipolisi ni mkoa inaongoza kwa kuwa na kesi 187 za watoto waliobakwa, na asilimia 49 ya ukatili huo hufanyika nyumbani, 23 njiani na 15 shuleni. Habari hii inasomeka katika ukurasa wa mbele kabisa wa gazeti lako la Mwananchi. Na kuna habari nyingine inasema mahakimu 11 watimuliwa kwa kukiuka maadili. Habari hii ipo katika ukurasa wa 3 wa gazeti lako la Mwananchi. Jaji Mutungi azushiwa jambo, ukurasa wa 6 ndipo inaposomeka habari hii. Na nikiachana na kurasa ya mbele naingia katika ukurasa wa ndani. Katika ukurasa wa pili kuna habari inasema muswada wa taarifa ni mkakati wa kuzuia vyombo vya habari. Hii ni kauli ya wabunge kutoka huko Dodoma. Wabunge wamesema muswada wa sheria ya upatikanaji wa taarifa 2016 ni mkakati mahususi uliowekwa na serikali kukandamiza vyombo vya habari na kuua uhuru wake nchini. Undani wa habari hii upo katika ukurasa wa pili wa gazeti lako la Mwananchi. Habari iliyoandikwa hapa chini inasema wizara zinazodaiwa na NHC zaonja joto la JPM. Siku moja baada ya Rais John Magufuli kutoa muda wa siku 7 kwa wizara na taasisi za serikali zinazodaiwa na shirika la nyumba la taifa NHC ziwe zimekamilisha malipo, joto limeanza kuonekana kwa baadhi yao kuanza kulipa na wengine kugoma kulizungumzia. Undani wa habari hii upo katika ukurasa wa pili wa gazeti la Mwananchi. Katika ukurasa wa 3 kuna habari inasema mahakimu 11 watimuliwa kwa kukiuka maadili, 62 wachunguzwa. Wakati mahakimu 11 na watumishi 23 wa mahakama wakifukuzwa kutokana na kukiuka maadili ya utumishi, wengine 62 watajadiliwa na vyombo vya kimahakama kuangalia hatima zao. Undani wa habari hii upo katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Mwananchi. EAC yagawanyika mkataba Umoja wa Ulaya. Wakati mkutano wa 17 wa dharura wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC ukifanyika Dar es Salaam leo, wakuu wa nchi hizo wanaingia kwenye mazungumzo wakiwa wamegawanyika kuhusu suala la kusaini makubaliano ya ushirikiano wa uchumi EPA kati ya nchi hizo na Umoja wa Ulaya EU. Ndani habari hii mpenzi mtazamaji utaupata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Mwananchi. Katika ukurasa wa 4 kuna habari inasema ubakaji wa watoto sasa janga la taifa. Ubakaji wa watoto sasa ni janga la taifa, hivyo ndivyo tunavyoweza kusema baada ya takwimu mpya za jeshi la polisi nchini kuonesha kuwa watoto 2571 wa kike na wa kiume wamebakwa katika kipindi cha miezi 7 tu iliyopita kuanzia Januari hadi Julai mwaka huu hapa nchini. Undani wa habari hii mpenzi mtazamaji utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Mwananchi. Jafo anusa ufisadi hospitali ya Rungwe, faini yaingiza shilingi bilioni 2 Pwani. Undani wa habari hizo upo katika ukurasa wa 9 wa gazeti la Mwananchi. Na nikirejea katika ukurasa wa mbele, habari picha inasema idadi ya kesi za kubakwa watoto zilizoripotiwa polisi tangu Januari mpaka Julai. Mpenzi mtazamaji, kama unavyoona lamani inavyoonyesha hapo idadi za watoto waliobakwa katika kipindi cha miezi 7. Nikiachana na gazeti la Mwananchi kuna gazeti Majira hapa. Habari iliyopamba kurasa za mbele inasema maraisi kukutana kwa dharura ni wa nchi za EAC kuongozwa na Rais Magufuli, mkataba wa majadiliano wa EPA pasua kichwa, Mkapa kuwasilisha taarifa kuhusu Burundi. Undani wa habari hii upo katika ukurasa wa 4 wa gazeti lako la Majira.
wazee wa Chadema washauri JPM akutane na viongozi wa dini. Ukurasa wa 3 ndipo inaposomeka habari hiyo. Nabii Joshua kuongoza wa Tanzania kumwombea JPM, serikali ya watoa hofu wa Tanzania, deni la taifa, na maofisa 34 wa mahakama watumbuliwa. Habari zote hizi zipo katika ukurasa wa 4 wa gazeti Majira. Nikiachana na kurasa za mbele, inaenda katika ukurasa wa pili ambapo kuna habari inasema Nabii Joshua kuongoza wa Tanzania kumwombea JPM. Huyu ni kiongozi wa kituo cha Sauti ya Uponyaji kilichopo Kihonda mkoani Morogoro. Nabii Joshua anatarajia kuongoza maelfu ya Watanzania katika maombi maalum ya kuombea mikakati na mafanikio ya Rais Dr. John Magufuli tangu aingie madarakani. Undani wa habari hii kumradhi upo katika ukurasa wa pili wa gazeti lako la Majira. Kuna habari nyingine inasema Tanzania Msumbiji kuzidi kuimarisha ushirikiano, na Samia atangaza vita dhidi ya wavuvi haramu. Huyu ni makamu wa rais Samia Suluhu Hassan amesema serikali itatuma kikosi maalum cha kukabiliana na uvuvi haramu unaoendelea katika bahari ili kudhibiti tatizo hilo ambalo limeathiri mazalia ya samaki na kuchangia kupungua kwa samaki baharini. Undani wa habari hii upo katika ukurasa wa pili wa gazeti lako la Majira. Katika ukurasa wa 3 kuna habari inasema wazee wa Chadema washauri JPM akutane na viongozi wa dini. Baraza la wazee wa Chadema wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wametaka Rais Dr. John Magufuli kutopuuza wito wa kukutana na viongozi wa dini na badala yake awasikilize ili waweze kutafuta suluhu ya kudumu ya migogoro ya kisiasa na kuepusha taifa na machafuko ya kisiasa. Undani wa habari hii unapatikana katika ukurasa wa 3 wa gazeti lako la Majira. Auawa kikatili kwa kuua kichanga, na Hanang watakiwa kuchangamkia fursa mpya za uwekezaji. Hawa ni wananchi wa kijiji cha Endagau wilayani Hanang mkoani Manyara. Wametakiwa kuchangamkia fursa za uwekezaji wa mradi mpya wa solo la kimataifa la kimkakati kwa kupelekea mazao yao ili yauzwe kwa bei yenye kuwaletea tija baada ya kuwaachia wageni. Undani wa habari hii upo katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Majira. Katika ukurasa wa 4 kuna habari inasema marais kukutana kwa dharura. Hawa ni marais wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC wanatarajiwa kukutana leo jijini Dar es Salaam katika kikao cha dharura kilichoitishwa na mwenyekiti wa jumuiya hiyo Rais John Magufuli, huku ajenda 3 ikiwemo ya majadiliano ya mkataba wa EPA baina ya nchi za Jumuiya ya Ulaya na zile za EAC ikitarajiwa kutikisa kikao hicho. Undani wa habari hii upo katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. Na katika ukurasa huo kuna habari inasema mkurugenzi jiji la Arusha aendelea kufyeka posho, maofisa wa mahakama 34 watumbuliwa na serikali ya watoa hofu wa Tanzania, deni la taifa. Hii ni serikali imehakikisha Watanzania imewahakikishia Watanzania kuwa inaendelea na mikakati ya makusudi kwa ajili ya kudhibiti ongezeko la deni la taifa. Undani wa habari hii upo katika ukurasa wa 4 wa gazeti lako la Majira. Katika ukurasa wa 5 kuna habari inasema wana CCM watoa wito kwa mwenyekiti Iringa, na DC Karatu atoa angalizo kwa wazazi. Undani wa habari hizo utaupata katika ukurasa wa 5 wa gazeti la Majira. Na nikirejea katika ukurasa wa mbele kuna habari picha inamuonesha Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein akizungumza na balozi wa Msumbiji nchini Monica Patricio akiwa na ujumbe aliofuatana nao walipofika Ikulu mjini Zanzibar hapo jana, na muonekano wa gazeti la Majira katika siku ya leo. Nikiachana na gazeti la Majira kuna gazeti Uhuru, ukweli daima, na habari iliyopamba gazeti hili inasema mahakimu 11 watimuliwa, wengine 30 hati kufuata mkondo, na mahakama ya mafisadi yaanza kazi. Undani wa habari hiyo utaupata katika ukurasa wa 3 wa gazeti lako la Uhuru. Mbunge wa Chadema kuwadipua wasaliti CCM, na Tanzania yagoma kutia saini mkataba
wa uchumi. Hawa ni wakuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC. Leo wanatarajia kufanya mkutano wa siku moja ambapo watajadili ajenda mbalimbali ikiwemo kutia saini mkataba wa uchumi, biashara na uwekezaji baina yake na Umoja wa Ulaya. Undani wa habari hii unasomeka katika ukurasa wa mbele wa gazeti lako la Uhuru. Na nikiachana na kurasa za mbele, katika ukurasa wa pili kuna habari inasema aliyekuwa Chadema amsifu JPM na watendaji wa ardhi Tanga wachomewa kwa Lukuvi. MV Magogoni yaanza kutoa huduma. Habari hizi ziko katika ukurasa wa pili wa gazeti lako la Uhuru. Katika ukurasa wa tatu kuna habari inasema wavuvi haramu kushughulikiwa. Hii ni kauli ya Samia Suluhu Hassan ambaye ni makamu wa rais. Samia Suluhu Hassan amesema serikali itatuma kikosi maalum cha kukabiliana na uvuvi haramu unaofanyika baharini ili kudhibiti tatizo hilo lililoathiri mazalia ya samaki. Undani wa habari hii unapatikana katika ukurasa wa tatu wa gazeti lako la Uhuru. Profesa Ndalichako akemea udanganyifu wa mtihani na nina orodha ya wauza dawa za kulevya. Hii ni kauli ya DC Kigamboni. Wazee Zanzibar wakataa siasa za chuki na Eid Jumatatu ijayo. Habari hizi zipo katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Uhuru. Katika ukurasa wa 4 kuna habari inasema mahakimu 11 watimuliwa. Jaji mkuu Mohamed Chande Osman ametangaza kufukuzwa kazi kwa maofisa 34 wa mahakama wakiwemo mahakimu 11 kutokana na makosa ya kinidhamu. Ndani wa habari hii upo katika ukurasa wa 4 wa gazeti lako la Uhuru. Na kwa chini hapa kuna habari inasema mbunge wa Chadema kuwalipua wasaliti CCM. Huyu ni mbunge Joseph Selasini wa Rombo kupitia chama cha Chadema. Amesema yupo mbioni kuanika hadharani wabunge wasaliti wa CCM ambao wakiwa ndani ya bunge wanakubali hoja na nje wanapinga. Undani wa habari hii upo katika ukurasa wa 4 wa gazeti la Uhuru. Na katika ukurasa wa 5 kuna habari zinasema wanufaika wanaruhusiwa kuhamisha mafao. Hii ni kauli ya serikali. Na mbunge hoji elimu ya sekondari kupelekwa TAMISEMI. Serikali pia yakana kuitenga Kagera na huduma hazitolewi kwa upendeleo. Hii ni kauli ya Profesa Mbarawa. Na nikirudi katika ukurasa wa mbele kuna habari picha hapa inamuonesha Waziri Mkuu Kassim Majaliwa na mkewe Mary wakikagua ujenzi wa makazi mapya ya Waziri Mkuu katika kilima cha Mlimwa mjini Dodoma hapo jana. Habari picha ndo kama inavyoonekana katika ukurasa wa mbele wa gazeti lako la Uhuru. Na nikiachana na gazeti la Uhuru kuna gazeti Jambo Leo Sauti ya Jamii na habari kichwa hapa inasema kila Mtanzania adaiwa milioni 1.2 ni kutokana na deni la taifa la trilioni 51. Habari hii kiundani zaidi mpenzi mtazamaji utaipata katika ukurasa wa 5 wa gazeti lako la Jambo Leo. Hofu bado yatawala Vikindu. Taharuki imeendelea kuwakumba wakazi wa kijiji cha Vikindu Mashariki kulikotokea mauaji ya kamanda wa kikosi cha kudhibiti ujambazi na majibizano ya risasi baina ya polisi na majambazi hadi leo siku ya 14 tangu tukio hilo. Undani wa habari hii upo katika ukurasa wa 5 wa gazeti lako la Jambo Leo. Polisi yakamata wanaolala gesti. Ukurasa wa 3 ndipo inaposomeka habari hiyo. Na nikiachana na kurasa ya mbele naingia katika ukurasa wa ndani kuna habari hapa zinasomeka Ndalichako ataka weledi kusimamia mitihani. Huyu ni waziri wa elimu, sayansi, teknolojia na ufundi Profesa Joyce Ndalichako. Ametaka wasimamizi wa wanafunzi wanaofanya mitihani ya darasa 7 kutumia weledi. Undani wa habari hii mpenzi mtazamaji utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti lako la Jambo Leo. Kuna habari nyingine hapa inasema madereva sugu sasa kufutiwa leseni na vituo vya bei ya mafuta. Na pia mahakimu 34 watimuliwa kazi. Wapinzani wakataa muswada wa haki ya kutoa taarifa. Wabunge wa upinzani wameishukia serikali wakitaka iondoe bungeni au kufanya marekebisho makubwa muswada wa sheria ya kupata taarifa
walioubatiza jina la sheria ya mkakati wa mambo yanayoendelea nchini. Undani wa habari hii upo katika ukurasa wa pili wa gazeti lako la Jambo Leo, na katika ukurasa wa 3 kuna habari inasema wahandisi wachangia madawati milioni 100, wazee wamuomba JPM akutane na viongozi wa dini, na pia polisi yakamata wanaolala gesti. 60% ya wagonjwa Moi hawachangii. Zaidi ya 60% ya wagonjwa wanaotibiwa katika taasisi ya tiba ya mifupa na mishipa ya fahamu Moi iliyo katika hospitali ya taifa Muhimbili MNH hawachangii huduma za matibabu kutokana na msamaha. Undani wa habari hii upo katika ukurasa wa 3 wa gazeti lako la Jambo Leo, na katika ukurasa wa 4 kuna habari inasema hakuna mgogoro kati ya SMZ SMT. Hii ni kauli ya waziri. Ofisi ya makamu wa rais wa muungano imesema hakuna mgogoro wa eneo baina ya serikali ya Zanzibar na serikali ya muungano. Undani wa habari hii upo katika ukurasa wa 4 wa gazeti lako la Jambo Leo. Hizi ni habari kutoka bungeni, na kuna habari inasema Sakaya ahoji hatima ya wabadhirifu, na pia mbunge ahoji Kagera kuwa maskini, serikali kutotenganisha elimu ya sekondari, na pia kuna habari nyingine inasema mbunge atumia pikipiki jimboni. Huyu ni mbunge wa Songwe Filipo Mulungo kupitia chama cha CCM kutumia pikipiki kufanya ziara jimboni kutokana na ubovu wa barabara. Hizo ni habari kutoka bungeni na zinapatikana katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Jambo Leo. Na nikirudi katika ukurasa wa mbele kuna habari picha hapa ikionyesha waziri wa elimu, sayansi, teknolojia na mafunzo ya ufundi Profesa Joyce Ndalichako akiangalia hali halisi ya ufanyaji mitihani wa darasa la 7 alipotembelea shule ya msingi ya Makole jijini Dodoma. Na naweka kando gazeti la Jambo Leo, kuna gazeti Tanzania Daima, sauti ya watu, na habari iliyopewa kipaumbele inasema mbunge CCM amshukia JPM, asema hali ya uchumi ni mbaya, umaskini umeongezeka, wakili Msando naye amvaa Magufuli. Habari hii kiundani utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Tanzania Daima.